Kufa kama unakufa. Kufa kama unakufa. Kwa na wewe. Toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Unataka kuniua mimi? Unataka kuniua mimi? Toka kwangu. Leta mizigo yao. Toka kache begi. Ah, mama naleta. Mama shika hiyo. Shika mzigo. Leta mizigo yao. Wewe ndio unataka kuniua mimi? Shetani mkubwa wa mguu mmoja wewe. Unajifanya unajua unataka kutuangamiza sisi? Haya, ondoka. Ondoka. Haya, nyanyuka. Tokeni. Nimesema toka nyumbani kwangu. Haraka. Utawaua mimi. Hamwezi kutaka kuniua mimi kwa sababu ya mambo ya kijinga. Sawa. Ninashukuru kwa yote mlionifanyia. Ila kama kuna nilichokosea naomba mnisamehe. Kwa sasa sio muda kuomba msamaha, nimechelewa. Haya. Nenda. Lakini yote nimwachia Mungu. Nenda zako huko, Mungu umemjua leo. Achawi wakubwa nyinyi. Ondoka. Wakati unataka kuniangamiza mimi ulikuwa mjui Mungu, sio? Unataka kuniua mimi, masweta. Ondoka. Lakini yote nimwachia Mungu. Toka. Nenda zako huko, sirudi nyumbani kwangu tena. Nimekuamini. Alafu unataka kuniua? Nyie ndio watoa roho za watu. Mimi nataka nife siku yangu ikifika, anaandika Mwenyezi Mungu toka mkono wa mtu. Haya. Nyie ni wachawi. Angalia kichwa. Wachawi nyie. Wachawi hao. Tokeni, tunaomba mtoke. Kama nilivyokuambia baba, mke mwenzangu ana matatizo, tena ana matatizo makubwa. Amefikia hatua ya kuchukua sumu kuweka kwenye chakula. Kisa anataka mashamba. Kweli baba? Hiyo sio haki. Tena sio haki. Jambo la kusikitisha sana. Lakini wewe una ushahidi wote kwamba kaweka chakula kwenye sumu? Ndiyo baba, ushahidi ninao. Kwa sababu kufikia hatua ya kula mume wetu chakula mpaka anaamua kukorofoka na kutoka mapovu. Kilichomnusurisha pale baba ni maziwa. Ina maana kama ingekuwa sio maziwa pale angekufa. Sawa mama, nimekusikia. Haya. Sasa na huyo mgonjwa ana hali gani? Kwa kweli baba, sasa hivi mgonjwa anaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Anaendelea vizuri. Haya, baada ya kuendelea vizuri kachukua maamuzi gani? Maamuzi aliyochukua pale ni kumfukuza mke mwenzangu. Sawa. Mimi nasema maamuzi yake kabisa. Alipofanya sawa kabisa. Tena safi kabisa. Yaani tendo la mke wako kukuwekea sumu kwenye chakula ni uadui, ni ubaya, eti kwa sababu ya mali. Adui. Ni kweli baba unavyosema. Mama, hata kama mimi sivumilii, kwanza ingekuwa ni mimi. Ndio baba. Mimi ningefukuza wala singegoja chochote wala hata kupona. Mimi ningemuondoa tu. Hiyo hatari. Mwanamke kama huyo hafai. Huyo ni adui mkubwa sana. Mimi nampa hongera sana. Sawa kabisa mfano. Sawa. Haya baba, asante, nashukuru. Haya, asante mama, mimi nimesikia. Poleni sana. Haya, asante. Mimi natoka baba. Nenda bwana. Haya, asante. Nenda salama, nisalimie huko nyumbani. Haya baba. Mtihani mkubwa sana huu. Tena mtihani mkubwa sana. Jamani, dunia hii. Kweli mke wako uliomuoa, mko ndani mnaishi, pika pakua, leo hii anachukua sumu kutilia kwenye chakula akuue, eti kwa sababu ya mali. Si mtu baya kabisa huyo. Kina mama hawa wametuzaa, lakini wana matatizo makubwa, tena makubwa. Dunia jamani. Ndo dunia bwana. Pole mwanangu. Katrina. Be mama. Mimi siwezi kukuona mwanangu.
Ninachokuomba urudi kwa baba yako. Hapana mama, mimi siwezi kurudi kwa baba yangu. Hapana mwanangu, inakubidi utafute kazi ili upate pesa na umsamee baba yako. Mama, mimi siwezi kumsamee baba yangu, na kama watu huwa wanakutana kuzimu, mimi naomba nikakutane na baba yangu kuzimu. Nasrina, Mwenyezi Mungu anasema anayekutendea mabaya usimlipe mabaya, umlipe mema. Mama, kwani dawa ya moto ni moto tu na haiwezi kuwa baridi? Dawa ya moto ni moto tu, siwezi kumsamehe kama baba yako. Mama, mamangu, mimi nakupenda mama. Mama, nakupenda mama wangu. Nakupenda mama wangu. Kwa nini lakini mama? Naenda wapi mimi jamani? Kwanza mimi nakushukuru sana, na tunasema kwamba siku zote ubaya ulipi kwa ubaya, na kile unachokiona chema ndio baadaye kinawezekana kikawa chema ni kingine na kibaya ni kingine. Mimi ninakushukuru sana kwa sababu mwanzo nilikuwa nakubishia kabisa mzee mwenzangu. Nakwambia hapa bwana, unanionea. Mke wangu mkubwa hana hatia, hana kosa. Lakini kumbe umzaniaye siye. Ndiye, na umzaniaye ndiye, kumbe siye. Haya nimeyashuhudia kwa macho yangu mawili. Mimi maswali wakutaka kuuliza. Mwenyezi Mungu mkubwa mzee mwenzangu. Leo hii nisingekuwepo kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu ameninusuru. Leo niko hai, hivyo nimekuja kwako nikushukuru, nikuombe msamaha kwa sababu pale tulikuwa na ushauri wako ulikuwa ni mzuri, ndio maana leo nafika kwako kuomba msamaha. Naomba unisamehe. Ndio leo nileta kwako. Mimi bwana Masweta hilo nililiona muda mrefu sana. Lakini madhao umeuona ukweli na umekuja kunitaka radhi mimi. Udugu wetu uendelee. Mimi nimekusamehe. Nakushukuru sana mzee mwenzangu. Zama za wafalme walikuwa naoa zaidi wake 10. Wanaoa wanazaa watoto mpaka wengine hawawajui. Lakini mtindo huo wa kuuana kulikuwa hakuna. Hivi kuna watu wenye mali kama wafalme? Kina Mirambo, kina Mkwawa, kina Titipu, hao wote wameoa. Lakini kulikuwa hakuna mtindo wa kuuana. Leo ndugu yangu wake 2. Wafalme walikuwa naoa zaidi wake 10. Wanaoa wanazaa watoto mpaka wengine hawawajui. Lakini mtindo huo wa kuuana kulikuwa hakuna. Hivi kuna watu wenye mali kama wafalme? Kina Mirambo, kina Mkwawa, kina Titipu, hao wote wameoa. Lakini kulikuwa hakuna mtindo wa kuuana. Leo ndugu yangu wake 2, mmoja anakulisha sumu eti kwa sababu ya mali. Si mtu huyo.